Na tukigeukia mizani ya haki ni kwamba familia moja katika kaunti ya Makueni inataka majibu ya kifo cha ndugu yao mwenye umri wa miaka 28 ambaye wanadai alipigwa na kujeruhiwa na polisi alipokuwa katika kituo cha polisi. Familia hiyo inasema marehemu alikuwa hajitambui alipoachiliwa kutoka kituo cha polisi cha Nunguni na baadaye alifariki kutokana na majeraha ya kichwa. Ode Francis anaarifu huku tume ya usimamizi wa huduma za polisi ikiendelea na uchunguzi. Familia hii katika kijiji cha Tusuini, Kilungu, kaunti ya Makueni inaomboleza kufuatia kifo cha Moses Maingi. Ndugu yao wanaidai alikuwa na afya njema na mwenye maisha ya furaha kabla ya kukamatwa na polisi wiki 3 zilizopita. Inaripotiwa kuwa Moses alikamatwa na kuwekwa ndani baada ya mmiliki wa baa moja eneo hili kumshtaki kwa kuchochea fujo na kuachilia wateja kutoka baa bila kulipa. Mmiliki huyo wa baa anasemekana kudai fidia ya shilingi 20,000, fedha ambazo familia inasema haikuweza kuzipata. Baadaye aliachiliwa kwa masharti ya kuripoti tena kituoni, lakini katika hali ya kusikitisha, ndugu yake mkubwa anadai alimkuta Moses akiwa hajitambui katika eneo la kuripoti kituoni. Hakuna majibu yaliyotolewa kuhusu hali yake na polisi walidai alikuwa mlevi. Nilimkuta kwa ombi akilalishwa hapo. Nikamwamsha, nikamuita hakuitika. Nikamweka kwa motorbike kwa sababu nilikuwa inasemekana ni ulevi. Nikamletea mamu hapa nyumbani. Asubuhi nikapikia mamu, nikamuuliza iliendaje. Akaniambia kijana bado kuamka. Saa chache baada ya kufikishwa nyumbani, Moses hakuwa anazungumza wala kula. Alipelekwa hospitali ya kaunti ndogo ya Kilungu na baadaye hospitali ya Machakos level 5 ambapo hali yake iliendelea kuzorota. Moses baadaye alihamishwa katika hospitali binafsi, lakini pamoja na juhudi za kuokoa maisha yake, hali yake iliendelea kuzorota na hatimaye akafariki. Mwendo wa saa 6:44 kijana akaaka. Kijana anaonekana amepigwa kichwa kwa sababu haongei. Tume huru ya usimamizi wa polisi IPOA imeanzisha uchunguzi na baadhi ya watu tayari wameanza kutoa maelezo yao. Mimi nasema hivi. Kama kijana alishikwa akiwa kwa kilabu, akapelekwa kwa polisi. Akipelekwa alikuwa mzima. Akarudi akiwa ameumizwa. Nauliza polisi walifanyia kijana wetu nini? Wakati mwili wa Moses Maingi ukiwa umehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya kaunti ndogo ya Kilungu ukisubiri uchunguzi wa maiti, familia inataka majibu na haki. Ode Francis, runinga ya Citizen, Nairobi.